yanaanza mara tu baada ya misa ulioisali. Kwa hivyo misa niliyoishiriki, misa ya mwisho niliyoishiriki, nilivyotoka katika ile misa, maandalizi ya kuja kukomunika tena yalianza baada ya kutoka kwenye hiyo misa. Na kiufupi tu, baada ya kukomunika ni maandalizi pia ya kuja kukutana na Yesu baadaye. Kwa hivyo maandalizi ya kupokea Ekaristi Takatifu hayaanzi baada ya mageuzo kwenye misa. Kwa hiyo si wakati ndani ya misa, si wakati sahihi sana wa kuanza kutafakari kwamba naenda kukomunika, naenda kumpokea Kristo au siendi. Maandalizi yanaanza tangu tukiwa nyumbani, tangu hiyo Jumapili, hiyo wiki nzima. Hayo yote maisha yetu ni maandalizi ya kuja kukutana na Kristo. Kwa maandalizi hayaanzii kanisani, yanaanzia nyumbani na katika maisha yetu ya kila siku. Basi tuanze na kipengele cha kwanza, kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu. Mambo gani tunapaswa kuyazingatia kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu? Kuna maandalizi ya aina mbili. Kwanza ni maandalizi ya muda mrefu. Maandalizi ya muda mrefu. Maandalizi ya muda mrefu. Na jambo la kwanza kubwa kabisa na la msingi ambalo tunapaswa kuwa nalo kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu ni kuwa na neema ya utakaso. Kuwa katika hali ya neema ya utakaso. Hali ya neema ya utakaso ni kutokuwa na dhambi ya mauti, ni kuwa na uzima wa kimungu ndani yetu. Na dhambi ya mauti ni nini? Kwa sababu kuna dhambi ya mauti na dhambi isiyo ya mauti. Dhambi ya mauti ni dhambi ambayo tunatenda kwa ufahamu au ujuzi kamili, kwa makusudi, kukusudia, lakini pia jambo lenyewe liwe zito. Na kama unapata shida kujua jambo zito na jepesi ni lipi, basi jambo zito ni lile ambalo Mungu ametuambia katika amri zile 10 alizotupatia. Kama jambo liko hapo, hilo jambo ni zito. Hilo jambo ni zito. Na dhambi ndogo ni pale ambapo hivyo vipengele vitatu vinakuwa pungufu. Aidha kinakuwepo kimoja au viwili. Kwa vinapopungua, basi hiyo dhambi inakuwa ni ndogo. Kwa hivyo tukijikuta tumeanguka kabla ya kwenda kukomunika, kukutana na Kristo, kama nilivyosema, mgeni hatumkaribishi aje atusaidie kusafisha nyumba, bali tunaisafisha nyumba kabla mgeni hajaja aikute nyumba ni safi. Na sisi wenyewe, maandiko yanatuambia ni mahekalu ya Mungu. Yeye mwenyewe ndiye aliyetuumba. Kwa hivyo tunapokuwa mahekalu ya Mungu na tunapomkaribisha adui yake kuja kukaa ndani yetu, halafu tena tunalazimisha kumpokea Kristo Mungu tukiwa na urafiki na huyo adui, kwa kweli tunapata hasara. Tafsiri yake ni kumwambia Kristo kwamba wewe na uovu hakuna utofauti, wewe na hiki nilicho nacho hamna utofauti, vyote ni sawa, vyote viko kundi moja, kitu ambacho si sahihi. Kwa hivyo tunaweza tukapokea hukumu yetu tunapokuja tu kukomunika bila kupambanua na kufanya maandalizi mazuri. Na kuna mazoea, kwa mfano mtu anatenda dhambi, labda anasubiri, anakaa miezi, wiki, anasahau. Yaani hatujafanya toba, lakini tunasahau. Kwa hiyo mtu anafikiri kwa kusahau dhambi aliyoitenda, basi anafikiri basi na msamaha basi wa Mungu atakuwa ameupata. Kwa hivyo tunapogundua tumemkosea Mungu, tusije kumkaribisha ndani yetu wakati bado hatujatengeneza uhusiano wetu na yeye. Sio heshima, sio heshima. Kwa hivyo ni muhimu kufanya maungamo, kufanya toba kamilifu kabla ya kuja kukomunika. Tusizoee au tusibweteke
kwa ile kanuni kwamba ungama dhambi zako mara moja kwa mwaka. Ukimkuta nyoka nyumbani mwako ndani, kwa kweli kazi nyingine zote zinasimama na ratiba nyingine zote zinasimama mpaka nyoka auliwe. Kwa hivyo hatuwezi kumkuta nyoka nyumbani alafu tukasema ngoja kwanza tupike, tule, tujibu message fulani, tufanye kazi fulani, alafu baadaye ndio tutamuua nyoka. Hapana, tunamuua nyoka ndo mambo mengine yanaendelea. Kwa hivyo tunapoingiliwa na ibilisi pia katika maisha yetu ya kiroho, tusisubiri. Tunapogundua tu tumeanguka dhambini, tusisubiri. Tunapogundua tumeng'atwa na nyoka, tusisubiri. Tunapoendelea kusubiri, tunakuwa na hali mbaya na tunapata madhara zaidi. Kwa hivyo tusisubiri sana mwaka kwamba tuungame mara moja kwa mwaka. Hapana, tunapougua tunatafuta matibabu. Tunaposhauriwa kwa mfano labda kula mara 3 kwa siku, haimaanishi kwamba ukila saa 2, saa 4 uweze ukala kitu kingine. Haimaanishi hivyo. Kwa hivyo amri ya ungama dhambi zako walau mara moja kwa mwaka, maana yake ni kwamba nikipitisha mwaka sijaungama, maana yake hiyo pia ni dhambi. Maandiko yanatuambia mwenye haki huanguka mara 7 kila siku. Sasa kama mwenye haki anaanguka mara 7 kila siku, sisi tunaweza tukawa tunaanguka mara ngapi kila siku? Kwa hiyo kuna muda tunaweza tukawa tunajiona kama hatuna dhambi, lakini hatuna dhambi kwa sababu tunajilinganisha na watu, hatujilinganishi na Kristo. Kwa hivyo kuna mtu anaweza akakaa akajiona yani mimi nikiangalia hapa mimi walau ni mtakatifu kuliko hao. Kwa hiyo anafikiri kwa sababu hiyo basi hana dhambi, yuko vizuri. Ndugu zangu, tujifunze kutafuta matibabu mara tu tunapojigundua kwamba tunaumwa. Tujifunze kutafuta matibabu mapema. Kwa mfano, watoto wa shule wanavaa mashati meupe. Sasa mtoto ambaye anasubiri shati liwe jeusi ndio afue, huyu mtoto hata afya yake itakuwa na changamoto. Kwa hivyo tusisubiri sana, kwa mfano kutenda dhambi za mauti ndio tuungame. Hata dhambi ndogo tuziungame, tujibidishe. Watakatifu wengi walijibidisha pia kuungama dhambi ndogo, kwa sababu unapojizuia na kutambua uzito wa makosa madogo, basi baada ya muda utajikuta hata makosa makubwa, dhambi kubwa haunazo tena. Utagundua umeshapiga hatua pia kiroho. Kwa hivyo ni sawa na mfano ambao ninausema kwamba mtoto ambaye akiona uchafu kidogo kwenye shati anaenda kulifua, huyu mtoto kwa muda wote atakuwa msafi, kwa sababu akiona uchafu kidogo anaenda kuutoa. Kwa hivyo na sisi ni vizuri tukawa na tabia hiyo kiroho. Tusisubiri mwaka, tusisubiri Krismasi, tusisubiri Pasaka ndio tufanye maungamo. Hapana. Kristo ni mwenza wetu wa karibu. Kwa hivyo huwezi ukakosana na mwenza wako Januari, halafu unakuja kumuomba msamaha mwezi Juni. Hicho kipindi chote hapo maisha yako yanakuwaje? Uhusiano wako na huyo mwenza wako yanakuwaje? Kwa mfano Papa Francis yeye alisema kwamba yeye amejijengea utaratibu wa kuungama walau kila baada ya wiki 2, yani walau wiki 2 zisipite hajafanya maungamo. Huyo ni baba mtakatifu, askofu. Maisha anayoishi kwa kiasi kikubwa ni mazingira ya kitakatifu, lakini amejiwekea wiki 2. Sasa sisi wenzangu na mimi ambao tuko mitaani huko, kwenye biashara huko, kwenye changanyikeni huko ulimwenguni, sisi maana yake basi ni vizuri hata sisi tukajiwekea kiwango cha juu zaidi, labda kila wiki au basi kila mwezi. Jaribu kujiwekea kama mfumo fulani, kama ambavyo tuna mifumo pia fulani katika maisha yetu. Kwa mfano kuoga kila siku. Kwa hivyo watu wenye kafadhila ka usafi
hawasubiri waone nimechafuka sana. Kila siku mtu ameshazoea kuoga, kwa hiyo si tena swala la kujiuliza hivi nimechafuka au sijachafuka. Ni mtu tu anaoga, kila ikifika muda fulani anaoga. Kwa hivyo tunaweza tukajijengea na sisi kanuni hiyo, ili muda wote tudumu katika usafi wa moyo. Na tukidumu katika usafi wa moyo, tukidumu katika neema ya utakaso, basi muda wote basi tunaweza kuwa tunaijongea sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunakutana na Kristo. Kwa hivyo kabla ya kumpokea Kristo katika Ekaristi Takatifu, kukutana naye, ni vizuri tukajiandaa, tukajitakasa, kama ambavyo hata huko katika Agano la Kale Waisraeli walifanya au kuhani mkuu alifanya. Lakini pia kwa sababu ya huo utakatifu wa huyo Mungu ambaye tunakwenda kukutana naye. Hilo ni jambo la kwanza kubwa na zito la kufanya kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu, kuwa na neema ya utakaso. Jambo la pili kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu, kuwa na nia. Uwe na nia. Usipokee tu Ekaristi Takatifu kwa mkumbo. Kuwa na nia ya kwenda kukutana na huyo Mungu. Kwa nini unaenda kukutana naye? Uwe na nia. Labda ni nia ya muunganiko na yeye, au ni ombi unalo anapokuja kukutana na wewe.